Mheshimiwa Festo Sanga, swala nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Waziri, kabla tujaenda kutafuta masoko ya nje, kumbuka kuna masoko ya ndani ambapo kumekuwa na changamoto ya wafanyabiashara kwenda moja kwa moja kwenye mashamba ya wakulima na kununua mazao. Tena wafanyabiashara kutoka nje za nchi, tofauti na nchi zingine ambavyo wanafanya. Ni upi mkakati wa serikali hususan kwa wilaya ya Makete na mkoa wa Njombe ambako wakulima wamekuwa wakikutana na wafanyabiashara kutoka nje moja kwa moja na wamekuwa kinyonywa kiasi kwamba kilimo hakija tena chenye tija kwao kama ambavyo serikali imekuwa ikihimiza? Majibu Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana. Nimpongeze vile vile mbunge wa Makete kakangu Festo Sanga, na nimthibitishie tu kwamba kwenye soko la ndani mpango mkakati wa serikali wa sasa, moja, tunataka kujenga masoko ambayo biashara zote za mazao hapa nchini kwenye kila halmashauri zitafanyika, na apata kuwa na watu ambao watakuwa wanakwenda mashambani kwa ajili ya kuwanyonya wakulima moja kwa moja. Kwa hiyo lazima tutengeneze eneo tunasema aggregation center ambayo itawakutanisha wakulima na wafanyabiashara. Ndio jukumu kubwa ambalo sisi serikali sasa hivi tunalifanya. Kwa hiyo lakini ni maelekezo ya serikali kupitia wakuu wa wilaya na wakurugenzi kule chini kuhakikisha kwamba wanazuia hiyo hulka ya watu kwenda mashambani kuwanyonya wakulima kabla ya kumaliza kile kipindi chao cha msimu wa kilimo na kuleta katika maeneo rasmi. Kwa hiyo ni mpango wa serikali na sisi tunaendelea kulifuatilia, lakini tutaendelea kusukuma zaidi kujenga maeneo ambayo tutamkutanisha mkulima na mfanyabiashara kwa wakati mmoja. Asante.